Ya Yanga sio mara kwanza kucheza na sisi. Kutuwekea kwenye pressure, hatuwezi kuingia kwenye pressure. Pressure ambayo sisi tunayo ni kwamba wachezaji walikuwa wanazoea kwamba mechi inacheza nyumbani Sokoine, lakini imehama kutoka uwanja mmoja kwenda uwanja mwingine ambao tutakuwa kama tupo ugenini lakini nyumbani. Kwa upande wenu mnatumia jitihada gani mrudi katika maeneo ambayo mmeyazoea? Ya vikao vinaendelea kati ya bodi ya Tanzania Prisons, lakini viongozi wa chama cha CCM ambao ndio wamiliki wa uwanja, lakini na wadau wenzetu ambao ni timu ya Mbeya City na wengine, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwanja ule unakaa vizuri na unarejea katika hali yake kama walivyoelekeza wakaguzi wa kutoka shirikisho la mpira wa miguu TFF kwamba unakaa katika hali yake. Lakini vile vile inatupa pia na sisi inatupa darasa kwamba sasa tujitahidi kupambana angalau basi tuweze kukamilisha jitihada zetu za kujenga uwanja wa kwetu moja kwa moja ambao tutaenda kutumia katika viwango vyote vinavyohitajika. Maamuzi ambao mlifikia mpaka kwenda Tabora ni kama mbali sana kutoka Mbeya mpaka Tabora. Ilikuwaje mpaka mkasema tukatumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora? Sio maamuzi. Ukitaka kujua kwamba kitu ambacho kilifanya tutoke Mbeya ni kwamba uwanja wa Mbeya umefungiwa, si ndio? Ndio. Baada ya uwanja wa Mbeya kufungiwa, ni lazima utafute ulizie viwanja ambavyo vinaweza kuwa vinatumika, vimefunguliwa kutumika katika ligi. Tuliwasiliana na bodi ya ligi kupitia kwa mazoezi, lakini na programu vile ya kujenga uwanja mzuri kabisa wa kuchezea ligi kuu, ambazo nadhani muda sio mrefu jitihada zake tumeziona na muda sio mrefu programu hiyo inaanza kutekelezeka. Na uwanja huo utajengwa hapo Mbeya? Uwanja utajenga Mbeya maeneo ya Sai ndio kuna eneo kubwa sana kwa ajili ya timu yetu Tanzania Prisons. Kwa nadhani tutakuwa pale Mbeya na ambapo ndio makao makuu ya timu yetu. Kijana wako bwana Lugano Israeli hapa. Naam. Kasema nimtafute Ajabu Kifukwe. Ndio. Angalau tupige story kuelekea kwenye mchezo wenu, manake kulikuwa na mambo mengi sana ambayo watu wataka kuyafahamu. Ndio. Vipi, mmeshasafiri, mmeshafika tayari Tabora? Tuko Tabora. Mmefika muda gani? Tuko Tabora. Tumefika kama masaa mawili tuko Tabora. Okay. Lakini vipi kuhusiana na maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo, na kwa sababu mko katika uwanja ambao pia mjauzoea kwa muda mrefu, maandalizi yenu yakoje kama uongozi? Sisi Tanzania Prison kila sehemu ni nyumbani. Ukiangalia kila mkoa, ukitaka kufuatilia kwamba kila mkoa kuna prison. Kwa sisi uwanja ambao tutakuta ni uwanja ambao tunafanyia mazoezi kama Mbeya. Kwa sisi tunajiandaa na sasa hivi tunataka tuende uwanjani tukaangalie kwa ajili ya mechi, kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya kesho na kesho kutwa tuweze kuingia uwanjani kama tulivyotoa taarifa kwenye press zetu na tulivyotuma bodi ya ligi. Unajua Ajabu Kifuko, watu najiuliza maamuzi ambao mlifikia mpaka kwenda Tabora ni kama mbali sana kutoka Mbeya mpaka Tabora. Ilikuwaje mpaka mkasema tukatumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora? Sio maamuzi. Ukitaka kujua kwamba kitu ambacho kilifanya tutoke Mbeya ni kwamba uwanja wa Mbeya umefungiwa, si ndio? Ndio. Baada ya uwanja wa Mbeya kufungiwa, ni lazima utafute ulizie viwanja ambavyo vinaweza kuwa vinatumika, vimefunguliwa kutumika katika ligi. Tuliwasiliana na bodi ya ligi kupitia kwa kaimu afisa mashindano wa bodi ya ligi Hasani, akatuambia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ni mmoja uwanja ambao umefunguliwa. Kwa hiyo sisi baada ya kutuambia kwamba umefunguliwa, tukafanya process ya kuwasiliana na meneja wa uwanja kwa ajili ya kwamba uwanja wa Ali Hassan Mwinyi tuweze kutumia. Na ukiangalia ingekuwa tunataangalia ukaribu, basi tungetumia Samora Iringa, tungetumia Nelson Mandela Sumbawanga, lakini vyote hivyo ni viwanja ambavyo vilifungiwa kwa vitumiki. Lakini tuliwaambia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi unatumika, tuko na basi tuweze kwenda Ali Hassan Mwinyi, nadhani ndio tutakuwa rafiki kwa sisi kwenda kucheza kama ilivyokuwa siku hii. Lakini kabla ya mchezo huo mlikuwa mnatumia uwanja wa Jamhuri Dodoma. Imekuwaje tena uwanja wa Jamhuri Dodoma mjautumia? Kuna shida gani? Ukiangalia kwamba uwanja wa Jamhuri Dodoma sio uwanja wa kwetu na uwanja wa Ali Hassan Mwinyi sio uwanja wa kwetu. Kwa tunaangalia ni viwanja gani ambavyo vingine ukiangalia pale ratiba zinaingiliana mara kwa mara. Pale kuna miliki ya timu mbili sasa hizi, kuna Dodoma Jiji lakini vile vile kuna Mtibwa Sugar na tume uwanja huo. Kwa na ligi, na mara nyingi ratiba ya ligi huwa shangaa tarehe moja kuna zaidi ya michezo mitatu au minne. Ukisema na sisi twende pale muda mwingine tukoona sisi itatuwia ugumu katika ratiba, upangaji ratiba. Ukiangalia sasa ambao tunacheza sisi na imani hata pale katika uwanja wa Dodoma vile vile kutoka na mchezo mwingine. Kwa sisi tukaangalia mchezo mwingine ambao utakuwa rafiki kwetu, ambao huwezi kuingiliana na tarehe za bodi ya ligi. Tukaangalia uwanja ambao unakuwa rafiki, basi tukaona uwanja rafiki unaweza kuwa ni uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ambao tumeuchagua. Lakini kwa jinsi ambavyo mmefika Ali Hassan Mwinyi, umbali wake, amuoni kama inaweza kuwa changamoto kwa upande wa kikosi cha Tanzania Prison kutumia uwanja wao kwa sasa, kwa sababu ni sehemu pia ni kama ugenini kabisa, mjawahi kutumia kabisa uwanja?
Ugenini huwezi kuepukika. Ukiangalia kwamba sababu za kuja kuchezea huku, sijakwambia kwamba tumehama Mbeya. Sababu za kuja kuchezea huku ni kwamba uwanja wa Sokoine umefungiwa. Kwa kama umefungiwa, unalazimika kutafuta uwanja mwingine tu. Haijalishi utakuwa ugenini au utakuwa nyumbani, lazima uhame. Kwa hata sisi baada ya kupata taarifa ya kwamba uwanja umefungiwa ituumiza. Ukiangalia huna budget nyingine, ulikuwa na budget ya mechi nyumbani. Kwa hiyo ni hiyo ya kusafiri ni budget nyingine ambayo inabidi umwambie mwenye timu kwamba tumepata nafasi ya kufungia uwanja wetu, lakini inabidi utafute uwanja sehemu nyingine ili aweze kukupa mafuta, kukupa hoteli, chakula, uame kabisa katika mkoa husika. Kwa kwetu imetoka kama pengo, imetoka kama usumbufu, lakini hatuna namna. Ni kitu ambacho kipo juu ya uwezo wetu, umetulazimu tuweze kutoka na kwenda kushiriki katika uwanja huu. Lakini yote katika yote ni kwamba wachezaji wamepokea uwanja huo, ni kwamba wako tayari. Lakini ukiangalia mnaenda kucheza na timu kubwa ya Yanga, pressure ya mchezo huo pengine nayo ikoje, hasa kwa kwenu viongozi na hata kwa wachezaji? Sijajua ukubwa ambao unaongelea ni ukubwa upi, lakini sisi tunachukulia kama mechi zingine zipo kwenye ligi. Kwa sisi kama wachezaji, sisi kama viongozi na benchi la ufundi ni kujenga psychology tu wachezaji. Psychology ambayo tunajenga ni kwamba tunatoka kwenye uwanja ambao tulizoea kuchezea mechi wa Sokoine Mbeya, tunahama kuja kwenye uwanja mwingine ambao ni wa nje na Mbeya. Kwa hiyo ndio kikubwa ambacho psychology tunaenda kujenga wachezaji wetu. Lakini sio wageni kucheza kwenye viwanja hivi. Hakuna uwanja, sio kwamba ni wa nje nchi, lakini uwanja wa ndani, na wenyewe wamezoea kucheza sana katika viwanja hivi. Kwa imani sisi kama wachezaji viongozi na benchi la ufundi ni kujenga tu psychology kwamba tumehama Mbeya, tumekuja uwanja mwingine ambao tumeweza kucheza kwenye. Hiyo pressure ambayo nilikuwa naizungumza ni kwa sababu hata eneo ambalo mpo Tanzania Prison kwenye msimamo wa ligi ni kama mko chini. Mngekuwepo nyumbani, mngekuwa na advantage ya kuwa na mashabiki ambao wangeongeza momentum kwa wachezaji, mazingira, lakini mnaenda kucheza kwenye mchezo nje na mkoa au uwanja ambao umeuzoea, lakini mnaenda kucheza na timu ambayo inaongoza ligi kwa sasa, kwa maana Young Africans. Ndicho ambacho nilijaribu kukuuliza kwamba mnaonaje katika pressure ya mazingira kama hayo? Ya Yanga sio mara kwanza kucheza na sisi. Kwa kutuwekea kwenye pressure, hatuwezi kuingia kwenye pressure. Pressure ambayo sisi tunayo ni kwamba wachezaji walikuwa wanazoea kwamba mechi inacheza nyumbani Sokoine, lakini imehama kutoka uwanja mmoja kwenda uwanja mwingine ambao tutakuwa kama tupo ugenini lakini nyumbani. Na issue ya mashabiki, tumeomba radhi jana kwa mashabiki wetu, hasa hususani wa mkoa wa Mbeya, kwamba tumehamia mechi imehama pale ambapo walizoea kupokea mechi ya burudani ya soka kupitia timu yetu na timu ya Yanga itakuwepo. Lakini uzuri wetu wa Tanzania Prison kama umekuwa umefuatilia kwamba sisi kila mkoa tutakuwa na mashabiki wengi. Kwa hiyo usije ukashangaa kesho kutwa mashabiki wanasafiri kutoka Mbeya, Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Dodoma, Dar es Salaam wakaja Tabora. Kwa imani kwamba kwa sababu wanaupenda sana klabu yetu na sisi kweli tuko chini, tunahitaji sana wao kwenye mechi zetu, na imani tutaamka kutoka pale tulipo na kwenda juu zaidi. Ni mchezo mmoja ambao mtatumika mkitumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, au kuna mchezo mwingine ambao mtautumia uwanja huo? Tumetangaza kwenye press yetu jana kwamba kuanzia mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Yanga na michezo mingine ambayo mpaka pale uwanja utakapofunguliwa, basi tutakuwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Jitihada zenu sasa kurudisha uwanja wa Sokoine, kwa sababu naamini pia mna mchango wenu, licha ya kwamba hamna umiliki wa moja kwa moja wa uwanja ule. Kwa upande wenu mnatumia jitihada gani mrudi katika maeneo ambayo mmeyazoea? Ya vikao vinaendelea kati ya bodi ya Tanzania Prisons, lakini viongozi wa chama cha CCM ambao ndio wamiliki wa uwanja, lakini na wadau wenzetu ambao ni timu ya Mbeya City na wengine, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwanja ule unakaa vizuri na unarejea katika hali yake kama walivyoelekeza wakaguzi wa kutoka shirikisho la mpira wa miguu TFF kwamba unakaa katika hali yake. Lakini vile vile inatupa pia na sisi inatupa darasa kwamba sasa tujitahidi kupambana angalau basi tuweze kukamilisha jitihada zetu za kujenga uwanja wa kwetu moja kwa moja ambao tutaenda kutumia katika viwango vyote vinavyohitajika. Kwa hiyo Tanzania Prison na malengo ya kuwa na uwanja wenu sasa, mara baada ya purukushani hizi ambazo zimekuwa zikitingisha kutokuwa na sehemu maalum, kila siku mko hapa mko pale, mpango upo sasa? Hiyo ni programu ya mkuu wa jeshi ambao ndo mlezi namba moja wa timu. Sio kwamba kwa sababu ya kuhamisha, lakini programu nayo muda mrefu. Kwa nadhani tulikuwa kwenye programu za kurekebisha uwanja wa mazoezi ambao hatua zimefikia, na uwanja wa mazoezi umekuwa tulifumua na kutengeneza upya, na umekuwa ni uwanja mzuri sana wa kisasa, lakini hauwezi kufaa kwa ajili ya ligi. Utakuwa uwanja wa mazoezi, lakini ana programu vile ya kujenga uwanja mzuri kabisa wa kuchezea ligi kuu, ambazo nadhani muda sio mrefu jitihada zake tumeziona, na muda sio mrefu programu hiyo inaanza kutekelezeka. Na uwanja huo utajengwa hapo Mbeya? Uwanja utajenga Mbeya maeneo ya Sai ndio kuna eneo kubwa sana kwa ajili ya timu yetu Tanzania Prisons. Kwa nadhani tutakuwa pale Mbeya, na ambapo ndio makao makuu ya timu yetu.
Nikushukuru sana, kama una chochote cha kuzungumza na kuambia mashabiki wapenzi wa Tanzania Prison kuelekea katika mchezo mnaenda kucheza na Young Africans, timu ambayo inataka ubingwa na nyie mko mkiani, mna kitu gani cha kuambia mashabiki wa Tanzania Prison? Ni kikubwa cha kuambia mashabiki wa Tanzania Prison kama nilivyosema jana, kwanza kuomba radhi kwa kilichotokea, kwa kuhamisha mchezo kutoka Mbeya na kuja Tabora, lakini iko nje uwezo wetu, na kikubwa endelea kutupa support na kutuombea ili kwa michezo inayofuata tuko chini tuweze kuamka tulipo na kwenda juu zaidi. Imani itawezekana, lakini sisi tuko pamoja kupokea ushauri na maoni kutoka kwao, na imani tutafika sehemu nzuri. Basi Ajabu Kifukwe, CEO wa Tanzania Prison, mimi nikushukuru sana kuungana nasi. Asante sana. Asante sana. Naam, ni Ajabu Kifukwe huyo, nilikuwa nazungumza naye hapa kuweza kufahamu Tanzania Prison kama wamesafiri kwa muda gani, wameshafika pale Tabora na mambo gani yanaendelea sasa hivi, lakini ametuambia kwamba tayari wameshafika Tabora na maandalizi yameshaanza, mazoezi na vitu vingine kama hivyo. Lakini huku Yanga mpaka sasa tunavyozungumza bado hakuna taarifa rasmi ambayo inasema kwamba pengine wameshafika Tabora au safari imeshaanza, lakini inawezekana Yanga wakaruka kwa mwewe na vitu vingine kama hivyo. Yote hayo tutakuja kukwambia hapa, lakini tulikuwa nazungumza na CEO au katibu wa Tanzania Prison kutoka pale Mbeya, ambao amesafiri na wanaenda kutumia uwanja wa Al Hassan Mwinyi pale Tabora kuelekea katika mchezo wao wa ligi dhidi ya Young Africans. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umechagua Like Media na ambaye umeendelea kutufuatilia kila wakati. Tutaendelea kukupa taarifa na hata zile ambazo zinahusiana na Yanga, wanasafiri, wanafika lini na wapi na itakuwaje, na tutakupa taarifa zaidi kuhusiana na makocha watakapokuwa wanazungumza kuelekea katika mchezo na vitu vingine kama hivyo. Mpaka wakati mwingine, subscribe channel hii basi uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa za haraka mapema kabisa, kuhakikisha kwamba unafahamu mambo mengi kuhusiana na masuala mazima ya kandanda hapa Tanzania. Mpaka wakati mwingine, chao.